Karibu sana kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel hii, ninakukaribisha sana. Na channel hii inahusika kwa mafundisho ya kiroho, maombi na maombezi kwa watu wote katika maisha yako. Ili upate vipindi vyetu kwa wakati na kwa muda mwafaka, unaweza kusubscribe channel hii. Subscribe channel hii, gusa hicho alama hiyo kengele. Unaweza ili upate masomo yetu kwa wakati na kwa muda mwafaka tunapoyatuma hewani, yanakufikia kwa wakati. Tunaendelea katika ujumbe wetu. Somo la leo tunafundisha kukaliwa kwenye anga lako la kiroho. Kukaliwa kwenye anga lako la kiroho. Unawezaje kukalia anga lako la kiroho katika ulimwengu wa roho? Unawezaje kukalia anga lako la kiroho katika ulimwengu wa roho? Tunaanza kuangalia kama ifuatavyo, na Mungu akubariki, akusaidie. Kuna watu ukikaa chini ukajiuliza, unasema haya maisha sio ya kwangu. Yaani kuna wakati ukifikiria unasema haya maisha sio ya kwangu, sio level yangu. Kuna wakati ukijifikiria kwa habari ya biashara yako, unasema hii biashara sio ya kwangu, hivi sio viwango vyangu. Kuna watu ukijifikiria, ukikaa chini, unasema haya maisha nayopitia sio ya kwangu, hii kazi nayofanya sio viwango vyangu, hii hali nayopitia sio hali yangu. Hiyo ni ishara. Huduma nayopita sio huduma yangu. Hiyo ni ishara anga lako linatumiwa la kiroho. Ndio maana inafika kipindi kuna kitu, kuna tamanio unatamania kuwa katika maisha, kuna tamanio unatamaniwa kuwa katika uchumi, kuna matamanio unatamaniwa kuwa katika kazi, lakini hujafikia hayo matamanio kwa sababu ulimwengu wa roho, anga lako limekaliwa katika ulimwengu wa roho. Nini nataka nifundishe siku ya leo? Hebu tuangalie anga lako la kiroho likikaliwa inakuwaje. Kuna watu walikuwa na mali nyingi sana, mefirisika. Kuna watu walikuwa na biashara kubwa, zimefirisika. Kuna watu walikuwa na maendeleo, siku mpaka siku narudi nyuma. Wakikalia anga lako la kiroho, maisha yako yanakuwaje? Tutaanza kujifunza kama ifuatavyo. Anga lako la kiroho wakikalia, maisha yako yanakuwaje? Tutaanza kujifunza kama ifuatavyo. Anga lako la kiroho ni nini sasa? Ni ulimwengu wako wa roho, au himaya yako ya rohoni, utawala wako wa kiroho, au asili yako ya mafanikio yako katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunaposema kwa habari ya anga lako la kiroho, ni ulimwengu wako wa roho, mahali ambapo kwenye chanzo chako cha hayo mafanikio yako. Wanapokalia mchawi hapo, huwezi omba. Wanapokalia mchawi hapo, huwezi fanikiwa. Nasema mtumishi, unaongea nini? Yohana sura ya kwanza, Yohana sura ya 4 mstari wa 24. Maandiko yanasema Mungu ni roho, na wote wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho, na wote wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Tunaanza kupata siri kwamba kuna eneo ambalo unakaa wewe na Mungu, ambalo liko kwa ajili ya ulimwengu wa roho, kwa ajili ya mawasiliano kati yako na Mungu, kati yako na baraka zako, kati yako na mafanikio yako. Hilo eneo linaitwa ulimwengu wako wa roho, au anga lako la kiroho. Ndio maana ukisoma katika Yohana sura ya 4 mstari wa 24, maandiko yanasema Mungu ni roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Pendwa unanisikiliza, unaweza ukawa unapita changamoto nyingi sana, lakini shida ni anga lako la kiroho. Wakikalia anga lako la kiroho, huwezi fanikiwa. Unasema mtumishi, unaongea nini? Mafanikio hayo unayoyatafuta
yanaanza kwenye anga lako la kiroho. Mema unayotafuta yanaanza kwenye anga lako la kiroho. Kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2. Maandiko yanasema, mpenzi, naomba ukafanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya njema kama vile roho yako ifanikiwavyo. Unafanikiwa sawasawa na ulimwengu wako wa roho ulivyo. Unafanikiwa kwenye hiyo biashara, unafanikiwa kwenye hiyo kazi, unafanikiwa kwenye hiyo ndoa, unafanikiwa kwenye hiyo uchumi, sawasawa na anga lako la kiroho lilivyo. Wakikufunga kwenye anga lako la kiroho huwezi fanikiwa. Wakikufunga kwenye anga lako la kiroho huwezi fanikiwa. Kwa hiyo wengi unajikuta unapambana, ndio ile unajikuta sasa unawaza, maya sio maisha yangu, hii kazi sio ya kwangu, kwa nini siongezeki kibiashara, kwa nini siongezeki kazi, kwa nini siongezeki kiuchumi? Katika ulimwengu wa roho, wakikalia anga lako la kiroho, wewe ndio huku huwezi kufanikiwa. Kule anakosema Mungu ufanikiwe kama vile roho yako ifanikiwavyo, ni kwenye anga lako la kiroho. Ni wapi huko? Twende kwenye Yohana, twende kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari ule wa 26 mpaka 28. Anga lako la kiroho. Maandiko yanasema Mungu akamuumba mtu. Mwanzo sura ile, kitabu cha Mwanzo sura ile, Mwanzo sura ya 1, kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 mpaka 28. Mstari wa 26, Mungu anasema akamuumba mtu tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na wanyama wote wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa katika juu ya nchi. Mstari wa 27, Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, Mungu akamuumba mwanamke na mwanaume aliwaumba. Mstari wa 28, Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke na kuijaza nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kila kiumbe kitembeacho juu ya nchi. Kwa tunaanza kuona katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 mpaka 28. Kumbuka nafundisha waliokalia anga lako la kiroho. Kumbuka nafundisha waliokalia anga lako la kiroho la uchumi, anga lako la kiroho la kazi, anga lako la kiroho la biashara katika ulimwengu wa roho. Kisa tunaanza kuona Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Mungu anasema tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Anatoa ramani ya kuumba mtu. Mstari wa 27, Mungu anamuumba mwanamke na mwanaume katika ulimwengu wa roho. Mstari wa 28, Mungu anawabarikia. Kuna vitu vikuu vitatu mahali hapo. Cha kwanza ni Mungu, cha pili anaumba mwanadamu, mwanamke na mwanaume kwa mfano wake. Adamu na Hawa kwa mfano wake. Cha pili, cha tatu ni baraka. Sasa tunaanza kuona kuna uumbaji wa kwanza ni uumbaji wa roho. Kuna uumbaji wa kwanza ni uumbaji wa roho ambao Mungu alimuumba mwanamke na mwanaume kwa mfano wake. Tunaona uumbaji wa kwanza ni uumbaji wa roho. Mungu akamuumba mwanamke na mwanaume kwa mfano wake. Uumbaji huu ulifanyika kwenye anga, sio katika ulimwengu wa mwili. Kwenye anga lako la kiroho, kwenye ulimwengu wako wa roho. Uumbaji wa pili ulifanyika kwenye ardhi, kwenye dunia. Mungu akamuumba mwanadamu kwa mfano akaumba mwili wa mwanadamu kwa udongo. Mwanzo 2 mstari wa 7, akaumba mwili wa Adamu kwa udongo, alafu akaumba mwili wa Hawa kwa udongo. Kwa tunaona mwanadamu ameumbwa katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ameumbwa katika mwili ambayo ndio udongo. Tunapoenda kuzika unasema wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Sehemu ya pili ya uumbaji wa mwili wa mwanadamu ni sehemu iliyoumbwa katika nafsi ya mwanadamu, kwenye anga. Kwa tunaona maisha yako, Biblia inaposema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote kama vile roho yako ifanikiwavyo, mafanikio yako yanaanza kwenye anga lako la kiroho. Ndiko kule ambako Mungu alikombarikia Adamu na Hawa.
ndiko kule ambako Mungu akasema mkazaane, mkatawale dunia. Maana yake unapoona biashara unayoifanya inategemea anga lako la kiroho. Kazi unayoifanya inategemea anga lako la kiroho. Uimbaji unaofanya unaanza kwenye anga lako la kiroho. Kwa tunaona Mungu alipombariki Adamu na Hawa, aliwabariki kwenye anga, akawapa authority, mamlaka ya kiroho ya kutawala ng'ombe, mbuzi, simba, madini ya duniani, miti ya duniani, pesa, vitu vyote vya duniani. Hiyo mamlaka Adamu alikuwa nayo kwenye anga la kiroho. Hiyo mamlaka Adamu alipewa kwenye anga lake la kiroho. Kwa nini nachotaka kufundisha? Turudi somo letu, nani amekalia anga lako la kiroho? Nini nachotaka kufundisha? Wakikalia anga lako la kiroho, unakuta unajuhudi kupambana kimaisha hapa duniani ufanikiwi. Unajuhudi kupambana kwenye huduma yako ufanikiwi. Unajuhudi kupambana kwenye kazi yako ufanikiwi. Wamekalia anga lako la kiroho. Kwa wale wataalamu wa kiroho, unapoanza kuomba, washangaa nimeombea biashara ifunguki, washangaa nimeombea ndoa ifunguki, unashangaa nimeombea kazi ifunguki. Wamekalia anga lako la kiroho. Na wakikalia anga lako la kiroho, umekuwa ni mtu ambaye unachukiwa tu na watu. Kile unachofanya kinaharibika. Kile unachofanya akifanikiwi. Watu wanakuwa na kukimbia. Watu unakuwa hauoni baraka zako. Hauoni baraka zako. Biashara ukifanya inakufa. Kazi ukifanya inakufa. Kila ukifanya kitu kinaharibika. Wamekalia anga lako la kiroho. Leo tutakuwa na maombi. Baada ya channel hii tutakuwa na maombi ya kuombea anga lako la kiroho. Kwa unapoanza kuomba kwa habari mafanikio yako, ombea anga lako la kiroho. Nasema mtumishi, unaongea nini? Kuna watu walifanikiwa kimaisha. Kuna watu walifanikiwa kiuchumi, lakini anga lao la kiroho lilikuwa halijafungwa bado. Wakikalia anga lako la kiroho, maisha yako yanaharibika. Angalia kitabu cha Ayubu sura ya kwanza. Ayubu sura ya kwanza, ule mstari, Ayubu sura ya kwanza, mstari wa 7 mpaka mstari wa 8. Mstari wa kwanza, Mungu anatoa sifa kwa habari ya Ayubu, kwamba kulikuwa na mtu anaitwa Ayubu, tajiri, fogo, alikuwa na mali nyingi, mtakatifu, mcha Mungu. Lakini ukija mstari wa 7, Mungu anamwambia shetani, Ayubu sura kwanza mstari wa 7, Mungu anamwambia shetani, umemuona mtumishi wangu Ayubu? Umeona mali alizonazo Ayubu? Umeona magari alionayo Ayubu? Umeona nyumba alizonazo Ayubu? Umeona farasi alizonazo Ayubu? Umeona pesa alizonazo Ayubu? Umeona mali alizonazo Ayubu? Umeona ndoa ya Ayubu? Swali langu, nafundisha somo, nani amekalia anga lako la kiroho? Maana unatafuta namna kujiinua kwenye maisha, unashindwa. Unatafuta namna kujiinua kiuchumi, unashindwa. Maana kuna mtu amekalia anga lako la kiroho. Sasa nini nataka nifundishe siku ya leo katika ulimwengu wa roho? Pointi ya kwanza nayoenda kufundisha kwamba wakikalia anga lako la kiroho, uchumi unaharibika. Kwa hiyo Mungu anamwonyesha Adamu, Mungu anamwonyesha shetani, Mungu anamwonyesha shetani, unaona mafanikio ya Ayubu? Unaona ng'ombe za Ayubu? Unaona uchumi wa Ayubu? Alimwonyesha wapi mpendwa? Kumbuka Mungu ni roho na shetani ni roho. Maana yake hivi vitu walionyeshana kwenye anga la kiroho, ulikuwa ni ulimwengu wa roho. Maana yake haikuwa ulimwengu wa mwili. Sio kwamba alienda kwenye nyumba ya Adamu wakamwambia hii ni nyumba ya Adamu, hizi ni ng'ombe za hii ni nyumba ya Ayubu, hawa ni watoto wa Ayubu, hii ni familia ya Ayubu. Hakwenda kwa Ayubu kumwonyesha Ayubu. Mungu hakwenda kwenye nyumba ya Ayubu kumwambia hizi ni ng'ombe za Ayubu, hawa ni watoto wa Ayubu. Akaenda kwenye nyumba ya Ayubu, walimwonyesha kwenye anga la kiroho la Ayubu. Walitazama zile ng'ombe za Ayubu kwenye anga la kiroho la Ayubu. Walitamani mafanikio ya Ayubu, wakayaona kwenye anga la kiroho la Ayubu. Rafiki unaonisikiliza, mafanikio yako hayaanzi ulimwengu wa mwili. Baraka zako zinaanza kwenye anga lako la kiroho. Kwa hiyo hawa wachawi wakitaka kukufilisi, ndio nasikia mtu ametajirika ghafla kafilisika. Alikuwa na makampuni kafilisika. Alikuwa na uchumi mkubwa kafilisika. Wakitaka kukufilisi ulimwengu wa roho, wanashika anga lako la kiroho. Wakikamata anga lako la kiroho, hauwezi fanikiwa.
Kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa 10. Ayubu sura ya kwanza mstari wa 10. Utaona wakitaka kuharibu maisha yako wanakamata anga lako la kiroho. Ayubu sura ya kwanza mstari wa 10. Utaona kitu cha ajabu hapo. Hebu tuangalie, kuna kitu cha ajabu sana. Shetani anamwambia, mstari wa 9, ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyu Ayubu yumcha Bwana bure wakati anasifiwa? Ayubu ana mali, Ayubu ana ng'ombe, Ayubu ana pesa. Shetani anamjibu, anatoa siri. Shetani anamjibu Mungu. Je, ndipo shetani akamwambia Bwana kusema, je, huyu Ayubu yumcha Bwana bure? Mstari wa 10, wewe ulimzingira kwa ukigo pande zote. Wewe umemzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo na kazi ya mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka. Daka pointi mpendwa. Daka pointi mpendwa. Wanaongelea mali ya Ayubu, lakini wanaiona kwenye ulimwengu wa roho, kwenye anga la Ayubu. Hapa nasema shetani anamwambia Mungu, umemzingira kwa ukigo pande zote. Maana yake ile mali ya Ayubu ili iongezeke imezingirwa na ulinzi wa Mungu kwenye anga. Ili mafanikio yako yaongezeke lazima yana ulinzi wa Mungu kwenye anga. Ndio maana kuna watu wakipata pesa imeisha, haina ulinzi ulimwengu wa roho. Kuna watu wakipata mafanikio yameondoka, huna ulinzi kwenye ulimwengu wa roho. Kwa shetani anasema, huyu Ayubu yumcha Bwana bure? Si umemzingira kwa ukigo pande zote kwenye anga la Ayubu. Alafu anasema hapa, mali yake umeiongeza. Mali yako inaongezeka kwenye anga. Biashara yako inaongezeka kwenye anga. Uimbaji wako unaongezeka kwenye anga. Huduma yako inaongezeka kwenye anga. Kwa hiyo mchawi akitaka kushika mafanikio yako kwenye ulimwengu wa roho, lazima ashike anga lako la kiroho. Anasema mali zake umeziongeza. Alafu anasema yeye na nyumba yake, familia yako inaanza kwenye anga lako la kiroho. Wale watoto ulionao, mali ulionao, ndio maana anasema jamani, ndoa yangu imeharibika. Kwenye mahusiano mimi naondoka kwenye ndoa. Ndoa imevurugika, wamegusa anga lako. Biashara imeharibika, wamegusa anga lako. Kwa hiyo shetani akitaka kuharibu maisha yako, anakalia anga lako. Kwa hiyo siri ya Ayubu kufanikiwa sio kwamba alikuwa anajua kufanya biashara. Siri ya Ayubu kufanikiwa sio kwamba anajua kufanya kazi. Siri ya Ayubu kufanikiwa, anga lake lilikaliwa na Mungu. Anga lake lilikuwa na Mungu. Kwa hiyo baraka zinamiminika, mifugo inaongezeka, ng'ombe zinaongezeka, kuku zinaongezeka. Kila anachofanya Ayubu kiliongezeka kwa sababu anga lake limekaliwa na Mungu. Swali langu, wewe anga lako nani amekalia? Kwa nini unafanya biashara inaharibika? Anga lako nani amekalia? Kwa nini ukiingia kwenye ndoa anga lako haufanikiwi? Nani amekalia anga lako? Wachawi akitaka kuharibu mafanikio yako, anakalia anga lako. Sasa Mungu alipokalia anga la Ayubu, Ayubu alifanikiwa sana. Mungu alipokalia anga la Ayubu, Ayubu aliinuka kimaisha sana. Shetani akamwambia, huyu Ayubu amefanikiwa kwa sababu umemkalia wewe Bwana. Si umemzingira anga lake, umelitawala anga lake. Mungu akamwambia, asipoa, tawala anga la Ayubu. Mstari wa 10 pale, shetani aliporuhusiwa kutawala anga la Ayubu. Shetani aliporuhusiwa kutawala, alipolikalia anga la Ayubu, ndio nasikia ng'ombe wa Ayubu amekufa, wameibiwa. Unasikia ng'ombe wa Ayubu akaibiwa. Shetani alipotawala anga la Ayubu, watoto wa Ayubu wakafa. Shetani alipotawala anga la Ayubu, magonjwa kaingia kwa Ayubu. Shetani alipotawala anga la Ayubu, mikosi kaingia kwa Ayubu. Ndoa ya Ayubu ikavurugika. Mwanamke akasema, bora tuachane, ni Mungu yupi huyo unayemwabudu asiyekupigania? Kumbe anga linapokaliwa anga lako, kama amekalia Mungu utaona baraka. Kama anga lako limekaliwa na Mungu utaona maongezeko. Kama anga lako la kiroho limekaliwa na wachawi, ndio kila unachofanya kifanikiwi. Kifanya biashara inakufa, kazi inakufa, mtaji unaharibika, vitu vinaharibika kwa sababu wamekalia anga lako. Pendo, unanisikiliza, mafanikio hayaanzi kwa hicho unachokifanya ulimwengu wa mwili. Pendo, unachonisikiliza, mafanikio yako hayaanzi kwa hicho unachofanya ulimwengu wa mwili. Yanaanza kwenye anga lako la kiroho. Unaweza kunifuatilia somo lifuatalo, maombi ya kufungua anga lako la kiroho, kupitia channel yetu ipendwa ya Apostle Katambi. Unaweza ukasubscribe channel hii ili uwe wa kwanza kupata masomo yetu. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Kama unahitaji lolote, unaweza ukapiga kwa namba ya simu ifuatayo 07858909 mwisho 16
Mungu akubariki, au taangalia namba zetu za simu hapo juu kwenye channel. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu aliye hai. Amen.